Yes, kama ndo kwanza unafuatilia kipindi hiki, karibu sana, na niliyeko hapa ni Mwalimu Geriad Kehad, na leo tuna mambo machache ambayo tuko hapa kwa ajili ya kujifunza. Na miongoni mwa mada ambazo zimekuwa zikisumbua watu sana, na miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikisumbua watu sana ni kwenye kipengele cha personal identity crisis. Ninapozungumza kwa maana ya personal identity crisis, kwa kifupi PIC, ni somo au ni mada inayoelezea kuhusu mtu kujitambua yeye ni nani. Na kama utakuwa mkweli, to be honest, ni kwamba kila mwanadamu anapofikia katika umri fulani, kuna umri ambapo kila mwanadamu hutaka umaarufu, yani hutaka kujulikana. Ndio maana kwa wale vijana ambao ndio wanakuwa, utakuta wanajiita majina fulani, wanajiita nicknames, majina ya aina fulani. Hiyo ni kuonyesha kwamba ndani ya kila mwanadamu kuna hisia ya kutaka kujulikana, kuna hisia ya kutaka watu wamtambue yeye ni nani. Na kwa kutokuwa na maarifa sahihi, watu wengi wamekuwa wakitumia njia ambazo sio sawa kutaka wajulikane, na wamejikuta wakileta maovu kwenye jamii. Sasa mwanadamu yoyote yule ameumbwa ili aweze kuishi kwa utoshelevu. Ninapozungumzia utoshelevu, manake hapa nakuwa nimegusia aina mbili za furaha, ambapo furaha ya kwanza inaitwa happiness. Na hii happiness ni aina ya furaha ambayo mtu huipata pale ambapo anapata vitu anavyohitaji kwenye maisha, mfano kama mahitaji ya msingi pamoja na mahitaji mengine yasiyo ya msingi, ila kwa jumla ya vitu ambavyo mtu anavyohitaji kwenye maisha yake. Akisha vipata, anapata aina ya furaha inayoitwa happiness. Mfano, unahitaji gari ukapata gari, unahitaji nyumba ukapata nyumba, unahitaji labda kujenga nyumba, unahitaji kuwa na biashara ukawa na biashara. Hapo utapata aina ya furaha inayoitwa happiness. Maana yake ni aina ya furaha inayotokana na vitu, inayotokana na material things. Sasa hiyo furaha ndio furaha ambayo watu wengi wanaijua, na ndio furaha ambayo watu wengi wanaifukuzia kwenye maisha. Lakini kimsingi hiyo furaha haiwezi kukupa kitu kinachoitwa utoshelevu, personal fulfillment. Ila kuna aina nyingine ya furaha ambayo hiyo furaha yenyewe huwa inaitwa joy. Na hiyo furaha ni aina ya furaha ambayo unakuwa nayo pale ambapo unafanikiwa kuishi sawa na vile Mungu ambavyo anahitaji wewe uweze kuishi. Na hapo, ili tuweze kufikia hapa, ndipo tunaingia kwenye somo linaloitwa personal identity crisis. Personal identity crisis ni somo ambalo linasimama kwenye mambo makubwa matatu. Manake ili uweze kukamilisha kuijua personal identity crisis, ni lazima uguse mambo makubwa matatu, ambapo jambo la kwanza ni to know your origin. Lazima uhakikishe unajua wewe asili yako ni wapi. Na jibu la swali hili ni rahisi sana, kwa sababu chanzo cha sisi wanadamu wote ni Mungu. Manake sisi wanadamu tumetokana na Mungu. Kwa hiyo unapoishi hapa duniani lazima uelewe kwamba wewe umetokana na Mungu. Hivyo kama umetokana na Mungu, haviwezi vikakutosheleza vitu vya duniani, isipokuwa vya kukutosheleza wewe, vya kukufanya ujisikie kuwa fulfilled, ni vitu ambavyo vinatokana na Mungu. Na eneo la pili la personal identity crisis kwenye kujitambua ni to know your purpose of creation. Ni kutambua kwamba Mungu amekuumba ili uje kufanya nini hapa duniani. Kwa jibu jepesi la swali hilo ni kujua kusudi la Mungu katika maisha yako na kuanza kuliishi. Unapolijua kusudi la Mungu na kuanza kuliishi, ndipo utapata ile aina ya furaha ambayo haitokani na vitu, isipokuwa inatokana na kuishi uhalisia wako, ambayo ndiyo inaitwa joy na sio happiness. Na aina ya tatu na sehemu ya tatu ya personal identity crisis ni kujua your destiny. Hatima yako ni nini? Je, unaona nini mbele yako? Unatamani kuwa nani kwenye maisha yako? Unatamani unapoondoka hapa duniani uache alama gani? Una maono gani? Unataka kufanikiwa mpaka wapi? Hiyo ndio inajumuisha hatima yako. Kwa hiyo ili uweze kuhakikisha kuwa unajitosheleza, unaishi maisha ya utoshelevu, unaishi maisha ya utoshelevu, kwanza kabisa ishi sawa na asili yako. Manake wewe umeumbwa na Mungu, ishi sawa na vile ambavyo Mungu anaelekeza. Manake ishi kwenye asili
yako. Usiishi maisha ambayo hayaendani na asili yako. Kitu kingine, hakikisha unaligundua kusudi la kuumbwa kwako. Ukishaligundua kusudi la kuumbwa kwako, anza kuliishi kusudi la kuumbwa kwako, na hapo ndipo utakapopata furaha ambayo ni furaha inayotokana na kuliishi kusudi lako, ambayo hiyo ndio inakuletea utoshelevu. Na kitu cha tatu, hakikisha unakuwa na mipango ya kuwa na hatima njema. Manake umalize ukiwa na Mungu. Manake maono yako na mipango yako, malengo yako, kule unakofikiria, ndoto zako, umalize vizuri na umalize ukiwa connected na Mungu. Hapo ndipo utakuwa na hatima njema, na hapo ndipo utakuwa unaishi maisha yenye maana na utasikia kuwa fulfilled. Na uzuri wa kusudi ni kwamba kusudi huwa linachangia kitu kwenye humanity. Is something that add something to humanity. Maana kusudi ni kitu ambacho kinakuwa na mchango fulani kwenye kuboresha maisha ya watu. Utakapofanya mambo hayo matatu, utakuwa na maisha yenye maana.